Kinachoendelea huko Marekani ni kwamba Trump anadai kufanyike zaidi ya mkataba wa madini kutoka Ukraine, ambapo rais huyo wa Marekani bwana Trump anaripotiwa kumtaka Vladimir Zelensky kubadili mtazamo wake kuhusu mazungumzo ya amani na kuwa tayari kupiga hatua, yani kukubali maagizo yote aliyopewa na rais huyo. Tukiangalia, shirika la habari la NBC lilitoa ripoti ya mazungumzo kati ya maafisa wa Marekani na Ukraine mjini Jeddah huko Saudi Arabia iliyopangwa kufanyika Machi 11 hii leo, ambapo rais Trump amewaambia wasaidizi wake faraghani kwamba makubaliano ya kuipatia Marekani rasilimali ya madini ya Ukraine hayatatosha tu kuanza na kurudisha tena misaada ya kijeshi ya Marekani na ushirikiano wake wa kijasusi na Ukraine. Huku Zelensky alitarajiwa kukamilisha makubaliano ya madini wakati wa safari yake ya Washington mwishoni mwa Februari mwaka huu, lakini mkutano wake na Trump na makamu wa rais wa Marekani JD Vance uligeuka kuwa makelele na marumbano mbele ya vyombo vya habari na kupelekea kukwama kwa kutiwa saini ya makubaliano hayo. Na baada ya mabishano hayo, Trump ambaye alimshutumu kiongozi huyo wa Ukraine kutokana na kukataa amani na Urusi, pia alisitisha utoaji wa msaada wa kijeshi wa Marekani na hatimaye kuacha kushiriki data za kijasusi na Ukraine. Japo katika siku za hivi karibuni Zelensky alionyesha nia yake ya kusaini mkataba huo na kujihusisha na diplomasia. Suala hili lilimuibua mwanachama wa utawala na afisa mwingine wa Marekani ambaye jina lake halikutajwa. Alisema kuwa Trump sio tu anataka makubaliano ya madini, lakini pia kuona mabadiliko katika mtazamo wa Zelensky juu ya mazungumzo ya amani, ikiwa ni pamoja na nia ya kufanya makubaliano kama vile kutoa eneo kwa Urusi ili kusitisha mapigano. Ni kujulishe kuwa rais wa Marekani amesema anatarajia maendeleo mengi yatafanywa wakati wa mazungumzo yajayo kati ya Marekani na Ukraine huko nchini Saudi Arabia. Donald Trump pia ameendelea kusema kuwa Marekani imekaribia kumaliza kusitishwa kwake kwa utoaji wa data za kijasusi kwa Ukraine wakati wa mapigano yake na Urusi. Kauli hiyo inakuja baada ya mazungumzo kati ya maafisa wa Marekani na Ukraine mjini Jeddah, Saudi Arabia. Tunaona kuwa Trump alisitisha utoaji wa msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine, baadaye akaacha ushiriki wa kijasusi na Ukraine baada ya kutokea mabishano yake ya hadharani na kiongozi wa Ukraine Vladimir Zelensky katika ikulu ya White House huko Marekani mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu. Na kufuatia mkutano huo, rais wa Marekani alimlaumu sana mgeni wake bwana Zelensky kwa kutotaka amani dhidi ya Urusi, pia kutokuwa na shukrani kwa msaada ambao Marekani ilikuwa ikitoa wakati wa mzozo huo wa Ukraine na Urusi. Na alipoulizwa na waandishi wa habari ndani ya Air Force One mnamo siku ya Jumapili kama angefikiria kusitisha usitishaji huo wa kijasusi kwa Ukraine, Rais Trump alijibu kwa kusema kuwa kweli imesitisha ushirikiano wake wa kijasusi na Ukraine na kufanya lolote wawezalo ili kuifanya Ukraine iwe makini kuhusu kutimiza ahadi zake mapema iwezekanavyo. Huku rais huyo wa Marekani pia alionyesha matumaini yake ya kwamba watafanya maendeleo mengi wakati wa mazungumzo huko Jeddah siku ya hii leo. Ikumbukwe tu kuwa rais wa Marekani amekuwa akizozana na kiongozi wa Ukraine kuhusu usaidizi wa kijeshi na mazungumzo ya amani na Urusi. Pia rais Trump alikerwa na mkutano wakati ya mfalme Charles wa III wa Uingereza na kiongozi wa Ukraine Vladimir Zelensky mnamo siku ya Jumapili. Na tuliona kwamba Zelensky alikutana na mfalme huyo katika makazi yake ya Sandringham magharibi mwa Uingereza mnamo Machi 2, siku chache baada ya kiongozi huyo wa Ukraine kuzozana hadharani na bwana Trump katika ofisi ya Oval huko White House Marekani. Ni kinukuu baadhi ya maneno ya Zelensky akisema hakika mambo yalikwenda vizuri huko Marekani baada ya Sandringham, na kuongeza kuwa tuliwaambia kwamba mfalme hufanya maamuzi yake mwenyewe kuhusu nani atakutana naye. Watu wa karibu wa Trump walimpa picha zilizokuwa zikionyesha
juu ya mkutano wa Charles mfalme wa Uingereza akiwa na bwana Zelensky, ambazo zilimfanya Trump ajisikie vibaya. Lakini maafisa wa Uingereza walimjibu kwa hoja kwamba isingekuwa vyema kwa serikali kuelekeza mfalme asikutane na Zelensky. Cha kushangaza, msemaji wa serikali ya Uingereza ambaye jina lake halikutajwa amekanusha juu ya kuwepo kwa mzozo wa Marekani na nchi za Umoja wa Ulaya, nikimnukuu akisema kuwa hatuzitambui ripoti hizi na tumekuwa bila shaka tukifahamu ya kwamba Marekani ni mshirika wa Uingereza. Huku tukumbuke kwamba Waziri Mkuu Keir Starmer aliwasilisha barua kutoka kwa mfalme kwenda kwa Trump wakati wa mkutano katika ikulu ya White House mwezi uliopita, huku akisema hii ni maalum sana na haijawahi kutokea kabla. Starmer alimwambia Trump na Trump alikubali mwaliko huo, ambapo tukirejea nyuma mnamo mwaka 2019 Trump alifanya ziara ya siku 3 nchini Uingereza na kukutana na marehemu Malkia Elizabeth wa pili na vile na Charles ambaye wakati huo alikuwa mrithi wa kiti cha enzi huko Uingereza. Na hivi sasa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, mshauri wa usalama wa kitaifa Mike Waltz na mjumbe wa Trump katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff wanatarajiwa kuwakilisha Marekani nchini Saudi Arabia, huku ujumbe wa Ukraine ukiongozwa na mkuu wa majeshi wa Zelensky Andriy Yermak. Maafisa hao Marekani waliliambia shirika la habari la Reuters siku ya Jumatatu kuwa Marekani inakusudia kutumia mkutano huo kubainisha iwapo Ukraine iko tayari kufanya makubaliano na Urusi ili kumaliza mzozo huo unaoendelea kati ya nchi hizo mbili, na kusema kuwa ili Ukraine ipate amani inatakiwa kufuata makubaliano waliyowekeana. Na tunaona kuwa Urusi imekuwa ikiweka mkazo mara kwa mara kwamba nchi hiyo haitakubali kusitishwa kwa mapigano ya muda na Ukraine, kwani kuna uwezekano mkubwa itatumiwa na nchi za magharibi kuinusuru Ukraine. Kulingana na Urusi, mzozo huo lazima utatuliwe kupitia makubaliano ya kuaminika, yani yanayofunga kisheria, ambayo yataondoa sababu zake na kuhakikisha mapigano ya namna hiyo hayatarudia tena katika siku zijazo. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Yuhoma TV, kama utaungana na mimi kwamba hapa tunaona kuwa hata Urusi inahitaji ukomo wa vita hivyo kama Ukraine itakubali kufuata makubaliano iliyowekeana. Lakini maafisa hao walikiambia chombo cha habari cha NBC kama rais wa Marekani Donald Trump pia anaamini kwamba Zelensky anapaswa kuelekea kwenye uchaguzi wa uraisi nchini Ukraine na pengine kuelekea kujiuzulu kama kiongozi wa nchi yake. Mazungumzo hayo kati ya maafisa wakuu wa Marekani na mkuu wa wafanyakazi wa Zelensky yamepangwa kufanyika huko Jeddah mnamo siku ya Jumanne, yani hii leo, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, mshauri wa usalama wa kitaifa Mike Waltz na mjumbe wa Trump katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff watajadili azimio la mzozo wa miaka mitatu na ujumbe wa Ukraine unaoongozwa na Andriy Yermak. Tukumbuke kuwa Trump aliwaambia waandishi wa habari ndani ya Air Force One mnamo siku ya Jumapili kwamba kutafanyika maendeleo mengi wakati wa mazungumzo yajayo na Zelensky. Pia alionyesha imani ya kwamba hatimaye Ukraine itatia saini mkataba wa madini. Gazeti la Financial Times ilitoa ripoti mnamo siku ya Jumapili kwamba huko Saudi Arabia mamlaka ya Ukraine inapanga kupendekeza kusitishwa kwa sehemu ya mapigano na Urusi, ikijumuisha mashambulio ya masafa marefu ya ndege zisizo na rubani na makombora, pia operesheni za mapigano katika Bahari Nyeusi, kwa matumaini ya kwamba itasababisha Marekani kubadili uamuzi wake wa kusimamisha ugawaji wa kijasusi na uwasilishaji wa silaha. Na nikusisitize tu kuwa rais wa Marekani Donald Trump alikerwa sana kutokana na mkutano kati ya mfalme Charles wa tatu wa huko Uingereza na kiongozi wa Ukraine Vladimir Zelensky. Wiki iliyopita Trump alisitisha uwasilishaji wa silaha kwa Ukraine, akisema kwamba Ukraine lazima ionyeshe kujitolea zaidi kwa mazungumzo ya amani. Urusi hata hivyo nayo imesema mara kwa mara kwamba
haitakubali kusitishwa kwa mapigano kwa muda na Ukraine, ikisisitiza kwamba mzozo huo lazima utatuliwe kupitia makubaliano ya kuaminika yanayofunga kisheria ambayo yataondoa sababu zake kuu. Marekani imekuwa mshirika mkubwa wa Ukraine katika vita vyake dhidi ya Urusi, huku ikitoa msaada wa kifedha, kijeshi na kidiplomasia ambao umekuwa muhimu kwa Ukraine katika kujihami na kushinda shambulio dhidi ya Urusi. Huku Trump ambaye amekuwa na mtazamo wa kipekee kuhusu siasa za kimataifa na uhusiano wa Marekani na nchi za nje, anapendekeza kwamba Marekani inapaswa kupata faida zaidi ya kiuchumi na kisiasa kutoka kwa msaada wake kwa Ukraine, hasa katika sekta ya madini. Kwa upande mwingine, Ukraine inaweza kuona kwamba ni fursa ya kuhakikisha kuwa msaada wa Marekani unaendelea, lakini pia inaweza kuwa na wasiwasi kuhusu ushawishi mkubwa wa Marekani katika sekta muhimu za uchumi wake kama vile madini. Hii inaweza kuathiri siasa za ndani za Ukraine na kuwa na athari kwa utawala wa rais huyo Vladimir Zelensky. Kiujumla ni kwamba kauli ya Donald Trump inahusiana na madini ya Ukraine inaonesha mtazamo wake wa kibiashara na sera ya America First, ambapo wanasisitiza kwamba Marekani inapaswa kupata faida kubwa kutoka kwa msaada wake kwa Ukraine, hasa katika sekta ya madini. Hii inatoa changamoto kwa uhusiano wa kimataifa, huku pia ikionyesha jinsi ushiriki wa Marekani katika mzozo wa Ukraine unavyoweza kuwa na athari kwa uchumi wa Ukraine na siasa za kimataifa, licha ya kuwa ambapo Trump atatumia maslahi ya kiuchumi ya Marekani kama kipengele muhimu cha kuendelea kuaminika leo hadi kesho nchini humo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.